Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingine ambalo lenye fadhila wakati unapomtaja Allah, huwa umejikurubisha kwa Allah kwa kiwango kikubwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati mmoja alikuwa anapita katika njia za Madina, mara akapitia jabali ambalo kwamba likiitwa Jumdan. Jabali hili lilikuwa likimtaja Allah, na jabali ni katika Jumadat, lilikuwa likimtaja Allah. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika kwenye jabali hili akasema, siru hadha jumdanun, nendeni, hili ni jabali la Jumdan. Jumdan sabaka almufarridun, jabali la Jumdan limetangulia sabaka almufarridun. Almufarridun ni wale ambao kama wenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad alipotaja jabali la Jumdan na kusema sabaka almufarridun, masahaba wakamuuliza, wama almufarriduna ya Rasulullah, nikina nani hawa almufarridun ya Rasulullah? Akisema adh-dhakiruna Allah kathiran wa dhakirat, ni wale wenye kumtaja Mwenyezi Mungu wa kiume kwa wingi na wa kike pia kwa wingi, kuonyesha ya kwamba jabali lisiokuwa na roho likimtaja Mwenyezi Mungu likawa limetangulia kwa Allah jalla jalalu, na sisi ni kwamba tumtajeni Mwenyezi Mungu, tusishindwe na jabali, kwa sababu tunahitaji ukuruba wa Allah. Na yule ambaye atakayepata kuruba wa Allah, kama hadithi inavyosema, ni yule ambaye kwamba anamtaja Allah kwa wingi na kwa kiume na wa kike. Na Mwenyezi Mungu anatuambia tumtajeni kwa wingi, kurullaha dhikran kathira wasabbihu bukratan. Almuhimu ni watu ambao kwamba wenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa kila wakati wetu, kwa sababu furaha ya maisha yetu ni wakati tunapomtaja Allah. Imamu Shafi, nakumbuka maneno yake, asema, ukitaka kuwa na furaha katika ulimwengu ni uwe kwa mambo haya aliyotaja. Umepatwa na ihsani, uwe ni shukran. Umepatwa na huzuni, uwe ni sabran. Bimaana ukipatwa na lema, uwe ni mwenye kushukuru. Unapopatwa na huzuni, uwe ni mwenye kusubiri. Unapokuwa ni mtu ambaye kwamba umenyamaza, uwe ni mwenye kufikiria. Na unapokuwa ni mtu mwenye kutemka, uwe ni mwenye kumtaja Allah, na uhai wako wote uwe ni taa. Haya ni maneno ya Imamu na Shafi'i radhiallahu anhu. Kwa hivyo utakapofanya hivi kwa haya ambayo kwamba Shafi'i alivyotueleza, utakuwa na furaha, saada ya dunia na akhira. Saada ya dunia utakunjukiwa na maisha yako, saada ya akhira utakuwa karibu na Allah jalla jalalu, kwa sababu sabaqa almufarriduna wa qalu ya Rasulullah wama almufarridun qala adh-dhakiruna Allah kathiran adh-dhakirat. As'ada Allah awqatakum wa ila liqa. Shukran jazilan, wassalamu alaykum wa al'afwa minkum.